Pendacho kipindi cha Karamu ya Neno hapa Messianic Voice TV. Leo tunajadili mada muhimu ambayo inahusu kizazi hiki ambacho tunachoishi siku hii ya leo. Na leo niruhusu katika kipindi chetu tujadili kuhusu nguvu za nidhamu, kujitolea na uvumilivu, ama ukipenda udhabiti. Na tukaweza kuomba. Baba mtakatifu, Yawe ushie juu mbinguni, tunalisifu, tunaliinua jina lako na kukuomba ukatusaidia kuweza kuwa na nidhamu inayostahili. Ukatusaidia Mfalme kuwa na udhabiti wa kutosha katika njia zetu zote katika dunia hii, ili tukazidi kulitukuza jina lako, tukakuwakilisha vilivyo na tukaweza kufanikisha makusudi ambayo umemkusudia kila mmoja wetu. Wabariki watazamaji wetu wapendwa, wabariki katika kazi za mikono yao, endelea kuwainua, endelea kuwatia nguvu ili wakakabiliana na changamoto zinazotujia. Baba, tukusifu, tukuabudu, maana hakuna mwingine wa kulinganishwa nawe, hakuna kufananishwa nawe, kupitia jina takatifu na teule mno la mwanao Masihi Yeshua Mwokozi wetu tumeomba pamoja na kuamini. Mtazamaji mpendwa, tunaishi katika dunia ambayo ni ya mambo ya haraka haraka, na ukweli wa mambo ni kwamba vile haraka zinavyozidi kuwepo ndivyo mtu anavyotaka mafanikio. Lakini katika ufalme wa mbinguni inafaa tukafuata barabara iliyo nzima, maana katika ufalme wa mbinguni hakuna mikato kama ile ambayo watu wengi wanayoipitia wakitafuta hali hiyo ya kuwa na hali ya kutaka kufanikiwa. Na kwa hivyo leo tunaangalia mada hii na kujaribu kutafuta ukuu katika hali ya kujijenga kwa polepole, na vile vile pia kukusudia kufuatilia the process. Yani usitake upitie mkato, utake upitie barabara yote nzima ili mafanikio yako yakawa kwamba haukuyapata katika mlango wa nyuma. Maandiko tutakayo tuelekeza katika kipindi chetu cha leo ni kitabu cha Danieli mlango wa kwanza, nitasoma mstari wa 8, na vile vile wa Korintho wa kwanza 9 mstari wa 25, na wa Galatia 6 mstari wake wa 9. Nisome maandiko haya na kisha tuweza kuyapanua zaidi katika kuangalia mambo haya matatu: nidhamu, kujitolea na vile vile udhabiti, ama ukipenda uvumilivu. Lakini Danieli akaazimia moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Wakorintho wa kwanza 9:24 na 25. Je, hamjui ya kuwa wale wapiganao wakimbiao mbio katika uwanja hupiga mbio wote, lakini mmoja hupokea tuzo? Pigeni mbio vile vile mpate. Na kila ashindanaye hujizuia katika mambo yote. Wagalatia 6 mstari wa 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, kwa maana tutavuna kwa majira yake tusipozimia moyo. Tuangalie mambo haya kipengele baada ya kingine, na jambo la kwanza tuangalie neno hili nidhamu. Nidhamu ni neno ambalo halitakosekana kwa mtu yoyote ambaye amewahi kufaulu maishani. Nidhamu ni nguvu ya kujitawala. Yani hauendi kwa msisimuko, unafanya mambo vile yanafaa kufanywa kwa wakati unaofanywa na mahali panapostahili. Hiyo ndiyo nidhamu. Na tukiangalia Danieli, neno likasema kwamba Danieli aliazimia moyoni mwake. Kwa hivyo nidhamu hii lazima itokane na wewe binafsi. Aliamua moyoni kabla ya kushinikizwa. Kwa hivyo kuna mambo aliyokuwa anajaribu kuyafanya hangelazimishwa, na hata alipolazimishwa aliendelea kusimama kidete, kwa sababu ni mtu ambaye aliyekuwa na nidhamu.
Mafundisho ambayo tunafaa kujifunza katika hoja hii ya nidhamu. Nidhamu inaanza ndani. Neno hili la Kiingereza self discipline, ama mambo ambayo wewe mwenyewe umeamua, hizi ndizo tabia nitakazo kuwa nazo. Barabara hii nyembamba ambayo wengi hawataki kuipitia, mimi nitaipitia. Kwa hivyo anza nidhamu ndani yako kama Danieli aliazimia. Na jambo la pili ni kufanya sahihi hata kama hakuna mtu ana kuona. Mara nyingi watu wanataka kufanya mambo wakati anapigiwa makofi, hata wakati ambapo unapewa likes, na wakati ambapo haupati likes unasikia kana kwamba umeshushika. Mtazamaji mpendwa, lazima uone kwamba utafanya yaliyo ya sawasawa hata kama bosi yako hakuambii kongole. Utafanya mambo yaliyo sawasawa hata mke wako ama mume wako hakutambui. Endelea kufanya hivyo kwa siri. Kuna wakati ambapo utakuja mambo hayo uliyoyafanya kwa siri yataonekana kwa wazi. Nidhamu ni kujifunza kusema no ama hapana. Na unasema hapana kwa wakati huu kwa sababu utapata yes kubwa siku zinazokaribia. Na usiposema no, utakuwa unasema yes kwa kitu kingine. Na kwa hivyo nidhamu ni hali hiyo ya kuendelea kujifunza kusema hapana. Unapoambiwa na vijana ama wazee twende hivi, unawaambia hapana, kwa sababu kuna kitu unafanya, na utakaposema ndio kwa watu wengine, utakuta lengo na mafanikio ambayo ulitamani kuwa nayo hautaweza kuwa nayo. Danieli ni mfano bora. Yeye alikuwa kijana huko katika nchi ya ugenini, na alikuwa chini ya shinikizo ya kula, kunywa na kufanya kama vile wengine wanavyofanya, lakini yeye alikataa. Alikataa kiasi kwamba hata alikuwa katika hali ya kuhatarisha maisha yake, lakini kwa sababu ya kukaa na nidhamu, tunakuta kwamba Danieli aliinuliwa na kuwa wa pili katika utawala wa Babiloni. Hata kama kulikuwa na shinikizo, yeye hakubadilika, na hiyo ndiyo nidhamu. Wakati ambapo unapoambiwa fanya hivi, unakataa na unasimama na ule msimamo, kwa sababu unajua kile unachoambiwa ufanye si kizuri, na wewe unajua mambo yale unaofanya katika nidhamu yako yamekuwa ni mambo mazuri. Kwa mtazamaji mpendwa, jambo moja ningalikusihi kila mara ninapokuja mahali hapa na mara kwa mara, ni kuwa na nidhamu ya muda. Kuwa na wakati wako wa kulala, kuwa na wakati wako wa kuamka. Fika kazini mapema, hata dakika 15 kabla ya wakati. Hata chelewa kutoka kazini. Na ukimwambia mtu aje masaa fulani, aje masaa hayo hayo, na usikubali mtu akupotezee muda wako. Na hatua nyingine ni kuwa na nidhamu katika mwili yetu. Leo hii kuna anasa za kila aina, kuna shinikizo tokana na mavazi ambayo yanaovaliwa, na unakuta kwamba mwili wako unasukumwa ufanye mambo ambayo kwa hakika unajua hayafai. Kwa hivyo kuwa na nidhamu ya mwili wako. Peleka mwili wako mahali inahitajika kwa wakati unaohitajika. Fanyisha mwili wako mambo ambayo yanayokubalika mbele za macho ya wanadamu, na hasa mbele za macho za Baba wetu aliye mbinguni. Na vile vile kuwa na nidhamu ya akili yako. Wewe ni akili yako. Mwili wako, maendeleo yako yatakupeleka mahali ambapo akili yako iko. Kwa hivyo usikubali akili yako iketiwe uchafu na vitu unavyoviona. Maana utakapoona picha hizo ambazo ni chafu za pornography, zitakuelekeza kufanya mambo hayo hayo ambayo ni chukizo. Unachofanya kila siku ndicho kinachokuunda. Tabia hizo unazoziweka katika nidhamu yako ya kila siku, tabia hizo ndizo zitakazo kufanya uwe mtu ama uwe kiatu. Nidhamu ni mada kubwa. Niruhusu nikomee pale, tuingie katika hoja hiyo ya pili. Neno la pili tunaloliangalia ni kujitolea. Kwa Kiingereza ni dedication. Kujitolea ni kukubali kubaki mwaminifu hata bila hamsha, ama bila shinikizo, ama bila kutiwa mori. Kwa hivyo lazima ukikaa katika hali hiyo ya kusimama msimamo mmoja. Pigeni mbio mpate, kila ashindaye hujizuia.
Kwa hivyo ni kufanya mazoezi bila kukoma, kwa sababu kuna kitu ambacho unachojua unaenda kushindania pale mbele. Hii ni lugha ya mashindano. Hakuna ushindi bila kujitolea. If you're not dedicated, ikiwa hautajitolea kabisa kwa jambo hilo, ukafanya, ndugu yangu na dada yangu, hali hiyo ya mafanikio huenda ikawa mbali na wewe. Lakini nashukuru kwa sababu ikiwa umejitolea, vumilia, endelea kufanya mazoezi, pigana vita, kufanya mazoezi ukiwa na nia ya kwamba wewe ni mshindi, na bila shaka utaweza kuishinda. Katika jambo hilo tunajifunza kutokana na maandiko haya ya Mtume Shaul, kujitolea kunahitaji sadaka. Sadaka ni kumaanisha sacrifice. Kuna mambo utajinyima. Kama wewe ni mwimbaji mzuri, unaambiwa vinywaji vya sukari lazima utaviacha. Kama wewe ni mwana riadha, lazima utajinyima vitu vingine vizuri tu, kwa sababu kuna kitu ambacho unataka kuwafikia, na sana sana kujinyima vitu ambavyo ni vibovu, vitu ambavyo havikusongeshi karibu na ile lengo ambayo umeweka. Vile vile pia huwezi kufanya kila kitu. Chagua yaliyo muhimu. Wakati ambapo kuna vitu vyote vya kufanya mezani, wengi wamekosa kuwa katika mafanikio kwa sababu kuna msemo unaosema kwamba unataka kuwa mtaalamu wa kila kitu. Hawezi ukawa mtaalamu wa kila kitu. Chagua baadhi ya mambo ambayo ni msingi, mambo ambayo ni muhimu. Kuna wakati ambapo unalazimisha ufanya mambo mengi, ama unajilazimisha kufanya mambo mengi. Achana na hayo mambo mengi, chagua yale yaliyo ya muhimu na ukazidi kuwa na hayo, na bila shaka tutajikuta kwamba tunasonga mbele, maana nia yetu ni kusonga mbele, hatua moja baada ya hatua nyingine. Vile vile pia katika kipengele hicho ni vizuri kujifunza kwanza, kudumu ni bora kuliko kuanza kwa nguvu. Hali hiyo ya kujitolea ama hiyo dedication, usianze kwa mbio uchoke. Afadhali uende kwa mwendo wa aste na uende mbali hadi utakapomaliza. Maana kuna wengi wameanza katika vishindo lakini hawakumalizia vizuri, katikati walilemewa. Na kwa hivyo hiyo dedication ndio inaokupatia uwezo wa kuendelea kufanya kitu hicho kwa muda mrefu, ukijua kwamba ninapoendelea kufanya mambo haya, bila shaka hatima yake nitakuta kwamba kuna kitu kimeongezeka, kuna mambo yamebadilika. Ni kwa sababu umekuwa ni mtu wa kujitolea. Katika maisha ya kiroho, mtazamaji mpendwa, maombi ya kila siku, tusiwe na hali hiyo ya kuomba leo kesho unakosa. Omba bila kukoma, omba mara kwa mara. Jambo ambalo tulijadili jana ni kuhusiana na kusoma neno, kwamba neno uwe na desturi ya kama vile unavyokula chakula chako wakati wa asubuhi, wengine wakati wa mchana, na unamalizia na cha usiku, kuwa na tabia ya kwamba umezijozoesha, lazima ukasoma fungo moja la Biblia kwa muda mrefu. Usiwe na mori ya kusema tumeambiwa tusome Biblia. Unaanza kwa kasi, unajaribu kusoma as many chapters as possible, alafu baadaye unachoka. Fanya kidogo kidogo kwa mwendo mrefu. Na jambo lingine mtazamaji mpendwa ambalo ningekutaka ukalifuatilia ni kutafuta ushirika. Usiwe kwamba unakosa ushirika wa watu ambao wako na malengo kama yako. Kwa hivyo jizoeshe kuwa unahudhuria ushirika bila kukoma. Wengi huanza, wachache humaliza. Paul akasema kwamba nitakimbia kama mtu ambaye anayetaka kushinda, na kushinda ni kufika katika ile kamba pale mwisho ukiwa wewe tayari umefanyika kuwa ni mshindi. Kipengele cha mwisho tunapojadili katika mambo haya matatu ni hali hiyo ya udhabiti au uvumilivu. That is what we call determination. Udhabiti ni nini? Ni hali ya kuwa na msimamo dhabiti wa moyo na akili katika kufikia lengo fulani bila kukata tamaa hata kama kuna changamoto. Unakuwa determined. Unajaribu, unasikia umeanguka,
Lakini hata kama unaanguka, lengo lako unasema kwamba hapa kuna shida na lazima nilete suluhu. Unajaribu jambo lingine, unalemewa. Unakaa ukijaribu, unajaribu tena na tena na tena, kwa sababu umekuwa na lengo la kuhakikisha kwamba wewe lazima ufanikiwe. Ni kwa sababu tayari umeona lengo lile unalolitaka. Tuna lengo la kupata uzima wa milele, lakini tukikosa huo udhabiti wa kwamba majaribu yatakuja, hata utaanguka, lakini hata ukianguka unasema nimeteleza, unainuka tena. Huo ndio udhabiti ambayo mtu yoyote amewahi kufanikiwa lazima awe nao. Kwa lugha rahisi, udhabiti ni kuendelea kushikilia lengo hata kama mambo yanapokuwa magumu. Ndoa inakuwa ngumu, watu wanasema hivyo. Lakini hata kama inakuwa ngumu, unaelewa ni mapenzi ya Baba wetu. Ni wapi sifanyi vizuri? Shida ni mume wangu, ni vipi ninaweza nikamrekebisha? Ama ni vipi mimi nitajaribu kurekebika ili kwamba lengo hili la kuolewa nitalisimamisha? Biashara umeianza, changamoto ni nyingi, lakini udhabiti wako unajaribu mpaka hatimaye unaweza kufaulu. Muda hauturuhusu. Kuna mifano mingi ya watu waliotoa shuhuda zao walivyokuwa na udhabiti baada ya kujaribu jambo mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hata nimewahi leta mgeni hapa akasema amefanya biashara aina 15, akijaribu hii inaanguka, akijaribu hii inaanguka, lakini leo ukimtazama hawezi ukaona kuanguka kule alikoanguka, lakini unaona udhabiti wake, matokeo yake. Vile vile kwa lugha rahisi, udhabiti ni kuweka juhudi kwa bidii na mara kwa mara. Kuwa unaweka bidii mara kwa mara, unajaribu, basi ukiwa mdhabiti mambo yako yatakuwa sawasawa. Na vile vile pia kwa lugha rahisi pia, udhabiti ni kukata tamaa mpaka ufanikiwe. Nijaribu tena, walinicheka, watanicheka, lakini unajaribu tena. Unakuja unajaribu, unang'oa nanga, unarudi kwa drawing board katika nyumba ya siri, unajaribu kuchora tena. Wagalatia 6 mstari wa 9 ikatuambia tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke. Neno hilo la udhabiti ni kutochoka. Kuna majira ya kuvuna, lakini lazima uvumilie, lazima uwe mvumilivu. Mfano mmoja ambao ni mzuri kwa watu wote, vijana, wa mama kwa wasichana, ni mfano wa Yusufu. Alisalitiwa kwa wema wake na ndugu zake, lakini alikuwa determined. Maono aliyaona, alikuwa anajua kwamba baba hakukosea. Kwa hivyo ukiwa dhabiti utaona kwamba utapitia shida nyingi, lakini baada ya dhiki ni faraja. Twasema dhiki aliipitia ya kuongeleshwa vibaya, ya kudharauliwa, ya kuuzwa kama mtumwa, na hata kusalitiwa. Ametenda kazi vizuri kwa Potifa. Potifa anasema kwamba nimefaulu kwa sababu ya huyu mtu anayeitwa Yosefu. Hata akasalitiwa, akaingia kwenye jela, lakini hakukata tamaa. Alitoka shimoni hadi ikuluni, ama alitoka kizimbani hadi ikuluni. Shimo ndilo la kwanza alilotupwa na ndugu zake, akainuliwa, akaenda kwenye jela. Ni kwa sababu gani mambo haya yaliendelea? Alikuwa na udhabiti. Ninamuona mtu ambaye amedharauliwa, amekataliwa, ako mahali ambapo mama anampenda na angepewa mapochopocho. Mke wa Potifa katika siri angekuwa ni sugar mami wake, angempea vitu vyote anavyotaka, na siri yao ingekuwa hakuna mtu ajuae. Lakini udhabiti wake, alikuwa anajua niko kwa makusudi ya kufanya mapenzi ya baba yangu, na kwa mdomo wake akasema sitafanya jambo hili ambalo ni chukizo mbele za yeye aonaye sirini, Muumba wangu. Ni kwa sababu alijua baba ni mwaminifu, alivyosema atatenda, na kwa hakika akaweza kufanikiwa. Mtazamaji mpendwa, katika hali hii ya udhabiti kuna mafundisho ambayo tunaweza kujifunza hapa. Changamoto sio mwisho. Watu wengi wanasema kwamba kinyume cha mafanikio ni kutofanikiwa ama ni kuanguka, lakini wajuzi wanasema kwamba mafanikio
sehemu ya mafanikio ni kuanguka. Those challenges are part of your success but not against your success. Changamoto zile ambazo zimekabili watu ndizo zimefanya watu wakainuka, kwa sababu changamoto inaanguka mbele zako, unaweza ukaibadilisha iwe jiwe la kukukwaza ama iwe ni jiwe la kukanyanga ukasonga mbele. Kwa mara nyingine tena, changamoto sio mwisho. Kushindwa ni somo. Kuna mtu alisema utakapoanguka chini, chukua mchanga uchukue hivi na ukaushika na ukainuka. Ni kumaanisha katika anguko lako kuna somo ambalo umejifunza. Kwa hivyo shida iliyokuja ikakuangusha, usione kana kwamba ni kitu cha kukufedhehesha, mbali katika jambo hilo umesoma nini. Somo lako litakusaidia kuendelea mbele, na vile vile pia litasaidia watu wale wengine. Vile vile katika hoja hiyo tunajifunza kwamba mafanikio yako karibu sana na wakati mgumu. Ndio, kuna mtu, hata a very wonderful story nilisoma, mtu ambaye aliona mahali kuna migodi ya dhahabu na akanunua, akachimba, ikafika mahali akaona ametumia pesa nyingi, aka give up. Lakini chochote unachotaka kukiwacha mwingine anakitaka. Usisahau hivyo. Mwingine akanunua mahali hapo hapo, lakini yeye akawa na akili ambayo yule wa kwanza alikuwa ana katika kuchimba kwake. Akaenda kwa wataalamu akawauliza kunaenda vipi? Akawaambia mahali popote pako na migodi ya dhahabu kuna pattern ambayo inakuanga. Ukiona hapa pamekaa hivi panaenda hivi, kwa hivyo kuna uwezekano hapo umepika, ikiwa hii ndio layer, baada ya fiti 3 tu dhahabu itapatikana. Amini usiamini, yule aliyenunua alichimba tu mahali fiti 3 na akaanza kula matunda ya mtu mwingine ambaye alikosa udhabiti. Na yule mtu aliposikia hivyo, alisikia vibaya sana, lakini akasema kwamba I have learned my mistake. Akajaribu kufanya kitu kingine, akafaulu zaidi, kiasi kwamba hakuwahi kuwa na majuto kwamba aliuza mgodi wake wa dhahabu. Alisema nimejifunza kitu, na kuanzia wakati huo akakuwa ni mtu ambaye ni die hard. Hawezi akakuwa na hali hiyo ya kutokuwa mvumilivu. Mtazamaji mpendwa, mimi ninayezungumza hapa huenda ikawa mimi si kielelezo complete. Nina mapungufu yangu, una mapungufu yako, lakini kuna mmoja ambaye nataka umwangalie, ambaye ni mfano kamilifu. Katika safari ya maisha usijipime na mimi SK. Ndiyo, nitasema kama mtume Shaul, jifunzeni kwangu maana nimejifunza kwa Masihi, wa Korintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Vile vile pia akarudia maneno hayo hayo kwa watu wa Filipi katika wa Filipi 3 mstari wa 17. Usipoona Masihi ndani, usiponiona mimi, basi ona Masihi, maana nimekuja tu kumwakilisha yeye. Nikasema nina mfano kabambe aitwaye Yeshua the Messiah. Katika kitabu cha Luka 9 mstari wa 23 nasoma, mtu akitaka kunifuata na ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Masihi anasema kwamba unafaa unifuate na ujitwike msalaba wako. Msalaba huu ni mambo hayo nimekuambia, ni kujitolea, ni kuwa na nidhamu, na vile vile pia ni kuwa na udhabiti ama uvumilivu. Mambo hayo yote matatu yalionekana kwa Masihi Yeshua. Yeshua alikuwa na nidhamu ya wakati mwingi. Kuna wakati alijulikana, ukienda mahali fulani utamkuta hapo ndipo mahali pake pa kuomba. Kulikuwa na chakula cha kila aina, tunamkuta Yeshua alikuwa na nidhamu ya kukinai chakula hata akajifunga. Yeshua alikuwa na mambo mengi ambayo watu walitaka kumjaribu nayo, lakini Biblia inatuambia kwamba hakufanya dhambi, maana alikuwa na nidhamu ya mwili wake, alikuwa na nidhamu ya kujua ni nini kilimleta katika ulimwengu. Jambo la pili tunampata katika Masihi Yeshua, alijitolea. Hakubadilisha kusudi. Hata baada ya kuchapwa, kupigwa na kuteswa, aliendelea kukaa kidete mpaka dakika ya mwisho, akasema imekwisha, maana amemaliza kazi yake. Na hiyo iwe ni sehemu yako katika jina la Mwokozi wetu Yeshua Mesaya. Na la mwisho, alikuwa na udhabiti, akavumilia mateso mpaka dakika ya mwisho. Neno lasema alikufa kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Kumfuata kuna hitaji kujikana nafsi.
Haya tu ni baadhi ya mambo mengi ambayo unafaa kuyachangia hapa na pale, na ili yakaweza kukusaidia kujimudu kimaisha, kujiinua katika hatua iliyo mbele zako, na kuwa kama mtu mwingine ambaye ako mbele zako, na vile vile pia kuwa kama mtu kielelezo. Walio nyuma yako wanaweza vile vile pia wakakufuatilia, ni kwa sababu wamejua wewe ni mtu wa nidhamu, wewe ni mtu wa kujitolea, na vile vile pia wewe ni mtu ambaye ako na hali hiyo na udhabiti wa kutosha. Ndugu yangu mtazamaji mpendwa, tunapomalizia hoja hii, kuna mambo ambayo nataka ukachukua hatua, ili maneno haya yasiwe tu ni bure, mbali yamekusaidia yanavyonisaidia hata na mimi. Kwa hivyo jambo la kwanza ningalikuomba katika mambo hayo matatu, weka malengo yako wazi. Unapokuwa na nidhamu, ni nidhamu ya kuhakikisha umepata nini. Kama wewe ni mwimbaji, weka nidhamu ukiwa na lengo kwamba unataka kuwa mwimbaji mzuri, utatoa wimbo mzuri. Wewe kama ni mtu ambaye ako chini, weka nidhamu ya kusema kuanzia leo kuna vile nataka kuwa na lengo la kuwa nimenunua kitu hiki, nitapitia mambo gani. Usiwe na nidhamu tu ambayo hailengi kitu. Weka malengo wazi. Na jambo la pili, utakapokuwa na nidhamu na kujitolea na kustahimili, jenga ratiba ya kila siku. Baba na atusaidie. Naona kwamba watu wanaopanda ndege hawachelewi, lakini wanachelewa katika mambo yale mengine. Haifai kuwa hivyo. Usichelewe katika kazi, usichelewe kwenda kanisani. Weka ratiba yako ya mambo utakayokuwa ukiyafanya. Kama ni Biblia unasoma, jiwekee muda fulani ambao utaweka simu kando, maana ratiba yako inasema uwe katika kazi. Mara kwa mara nimesema, kwa kubarikiwa na kujaliwa kwenda katika nchi ya Marekani, nimeona kwamba vile kwao simu hauwezi ukaingia nayo kazini, lakini hapa kwetu simu unayo kila mahali, unaichukua wakati wowote. Jenga ratiba itakayo imarisha maisha yako katika nidhamu na kujitolea, na pia kuwa dhabiti mambo unayoyafuatilia kwa muda. Na jambo lingine katika nidhamu, lazima uchague marafiki sahihi. Uende ikawa unataka nidhamu, kuwa na mtu wa nidhamu, lakini unajikuta unakaa na watu ambao hawana adabu, watu ambao hawajui watoka wapi waenda wapi. Tuambia watu mara kwa mara, wewe ni average ya watu 5 ambao unaotumia muda wako na wao. Usikae na watu wa kupoteza muda. Inabidi unafanya some minuses ya marafiki ili ukaweza kutimiza malengo ambayo baba wetu amekupatia. Na jambo la 4, jifunze kusema no. Si kila wakati wanapokuambia unasema yes. Si kila mwaliko unaopata unasema ndio, la hasha. Na la mwisho, omba kila siku, na uwe na tabia hiyo ya kuomba kila siku, kama vile tulivyo na tabia za kuja hapa kila wakati. Ndugu mtazamaji, kumbuka kwamba maisha hubadilika kwa maamuzi, si bahati. Ikiwa utafanikiwa, haitakuwa ni bahati nasibu pata potea, ni kwa sababu kuna mabadiliko, umefanya maamuzi. Na kuacha kwa maswali haya matatu ambao unafaa kujiuliza. Na swali la kwanza, niachane na nini? Katika nidhamu, katika jitihada hizo na udhabiti wako, lazima uchukue kalamu na karatasi, ujiulize ni mambo gani nitakayo yawacha. Ni kuangalia simu sana? Ni kupunguza masaa ya kuangalia vipindi? Ni mambo gani ambayo lazima uyaache? Na jambo lingine lazima ujiulize, nianze nini? Ni nini unafaa kufanya? Nitaanza kufanya nini? Jiulize swali hilo. Na swali la mwisho, niendeleze nini? Ni nini unafaa kuanzia sasa utaanza kuendelesha? Sema nyuma yangu, nitaishi kwa nidhamu. Kwa sababu kila siku lazima unakuwa na affirmation na mambo unayoyasema, maana neno lina nguvu, maneno ya ulimi. Sema nyuma yangu kwa mara nyingine tena, nitaishi kwa nidhamu, nitaishi nikijitolea, na sitatakata tamaa. Ukifanya mambo hayo, bila shaka utajikuta kwamba wewe sio yule wa jana. Leo yako imekuwa bora,
Na vile vile pia utakapochukua hatua ya mambo kama haya, kesho yako itaongea mengi na itaonekana kwamba kuna mabadiliko katika maisha yako. Na kutakia mafanikio na kutakia ushindi katika maazimio yako na malengo yako popote pale ulipo. Kwa wale wote wamejiunga pamoja nasi, tunasema ni asante. Yawe akubariki na kukulinda, yawe akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, yawe akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani, katika jina la Mwokozi wetu Yeshua Hamashia. Tuonane tena kwa majalio yake Baba, wakati mwingine, kipindi kingine, ama kesho Baba akipenda. The Sabbath is a gift, a time to rest, reflect, and reconnect. At Taboga May Nakuru, we bring that sacred experience to your fingertip. Experience the word, feel the worship, and join our global family as we dive into the teachings of Yahweh every Saturday, live on our YouTube channel, Taboga May Nakuru. We live stream our services every week so that no matter where you are, at home, traveling, or overseas, you can stay connected to the teachings of Yahweh. Huende kawa sio tundu la kawaida, tundu la simba. It's more than just a broadcast. It's a community. Let's honor Yahweh together from wherever you are. Subscribe, like, share, and comment. Taboga May Nakuru, your digital sanctuary awaits.